Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, kwa wakati mwingine tena tunasema tuko hadhir na hapa tukiwa katika ardhi hii ya jiji hili la Dar es Salaam, nikiwa hapa mbele yetu kwamba tuna miamba hii na fakhri zetu hizi, na hasa katika ziara yetu tumekutana na jamaa zangu hapa tukiwa katika ardhi hii ya Dar es Salaam, na hapa tukiwa katika msikiti mkuu wa Kichangani, mashallah, nikiwa na Sheikh Muhammad Hussein Ndoro. Sheikh Muhammad Hussein Ndoro, kabla hatujawapa jamaa hapa kwanza hii simulie ziara na hasa kuja katika msikiti huu mkongwe ambao uko hapa katika jiji hili la Dar es Salaam, na hapa ni Kichangani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Kiukweli tumekuja kufanya ziara katika msikiti huu mkuu kabisa hapa Dar es Salaam, msikiti wa Kichangani Magomeni, na hasa tumemtembelea rafiki yetu Ustadhi Mursalina zao la Kondoa. Tuko naye hapa na hawa ndugu zetu ambao tumekutana nao, lakini ndio msikiti ambao anautumia Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walidi, ambaye ameaminiwa na Mufti kusimamia mambo ya dini katika maeneo haya. Mimi nijikumbushe mwenyewe na niwakumbushe madai wote kwa maneno ya Ahmad bin Ataillahi As-Sikandari. Alikuwa anahimiza sana wale maduati waanze kujilingania wao wenyewe kwanza, akisema laisa rajulu man saha baina an-nas fi al-majalis, laysa ar-rajulu man saha baina an-nas fi al-majalis, innama ar-rajulu man saha ala nafsihi wa raddaha ila Allah ta'ala. Mtu wa kisawasawa, dai wa kikweli kweli, sio yule mwenye kupiga kelele na kukemea na kuhubiri watu katika majalis, yule bingwa wa mazungumzo, huyo sio mtu kisawasawa. Lakini mtu wa kisawasawa ni mansaha ala nafsihi, kwanza ni yule mwenye kuikemea nafsi yake, mwenye kupiga kelele kwa ajili ya nafsi yake, kuirudisha nafsi yake yeye mwenyewe, waraddaha ila Allah, na akairudisha nafsi yake kwa Mwenyezi Mungu. Huu ndio ujumbe ambao najipa mimi mwenyewe na nawapa ndugu zangu wa Dar es Salaam na wote wanaotutizama. Laisa ar-rajulu man saha baina an-nasi fil majalis, innama ar-rajulu man saha ala nafsihi wa raddaha ila Allah. Ni maneno ya Ibn Ataillahi As-Sikandari kwenye Taji la Arus. Mtu wa kisawasawa sio yule mwenye kulingania watu sana kwenye majalis, kwenye makongamano, kwenye mimbar, ukasema huyu ndio dume, mzungumzaji hakika ni huyu. Hapana, kwanza ni yule mwenye kurudisha nafsi yake, mwenye kuikemea nafsi yake, mwenye kuielekeza nafsi yake, waraddaha ila Allah Ta'ala, kisha akairudisha nafsi yake kwa Allah tabaraka wa taala. Haya ndio nimependa niyaseme siku ya leo katika msikiti huu mzuri safi kabisa, msikiti wa Kichangani Magomeni, ndani ya jiji hili la Dar es Salaam katika nchi ya Tanzania. Shukran habibi. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, ni maneno mazuri haya na maneno kuntu kutoka kwa mwamba huyu katika ardhi ya Masawi ndani ya wilaya ya Kondoa, na hapa akiwa katika jiji hili la Dar es Salaam. Bwana, ndugu yangu Sheikh Mursalina, kwa wakati mwingine tena tukiwa hapa katika mawanda haya ambayo mara nyingi umeaminiwa kufanya kazi hapa na hasa kuongoza waumini katika msikiti huu wa Magomeni Kichangani, ikiwa amezungumza Sheikh Muhammad Hussein Ndoro kwamba wewe ni moja katika zao la Kondoa, na hapa sasa Babu Salam Online TV iko mbele yako. Lipi la kuambia hasa watazamaji ambao wanakutazama? Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli salatan tukhrijuna biha min dhulumati alwahmi wa tukrimuna bi nuri alfahmi wa tudhih lana ma sha'al hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lamu anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kwa majina Mursalina Uthmani Ali Mavere, ni mwenyeji wa Kondoa, kijiji cha Sangasanga Kalamba, ambapo ndipo kitovu changu mimi kilelala pale. Lakini wallahi kama ulivyosema mwandishi wa habari au mtangazaji kwamba tumeaminiwa katika msikiti huu. Tumeaminiwa sio leo, alhamdulillah, toka mwaka 90. Kutoka 90 hadi leo ni umri mkubwa sana. Alhamdulillah tuko hapa kuanzia mwaka 90, tuko tunaswalisha tarawih, lakini maimamu kamili mwaka 93
ndio tumeanza kazi ya uimamu alhamdulillah hadi leo. Tumetengeneza ambacho waumini wanakiona, na Allah subhanahu wa ta'ala alisema imalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, fanyeni, Allah ataona, waumini, mtume ataona na waumini wataona. Hakika kabisa kichangani waumini na Allah na mtume wote wameona. Ndio maana unaona bado tuko hapa kukaa kwenye misikiti ya Dar es Salaam kwa umri huu tuliokuwa nao sisi, sidhani ni mara chache sana. Maimamu wengi ni siku chache wameondoka, lakini sisi tuna fahari hiyo, na Mwenyezi Mungu tunamuomba atulinde na hasadi za binadamu, hasadi za kila aina ambayo inaweza kutufika. Lakini letu ni lile niseme tu maneno ambayo amesema Imam Ali. Imam Ali alisema siku moja maneno haya, man kana fi talabil ilmi kanat aljannatu fi talabihi. Yote ambaye anayetafuta ilmu, pepo huwa inamtafuta yeye. Wa man kana fi talabil maisha maasiya, na yule ambaye anayetafuta maasi, kanat naru fi talabihi, moto utamtafuta. Sisi huko tuliondoka, hatutaki moto tutafute, sisi tunataka janna itutafute. Ndio maana ambayo tukastakiri na tukakaa katika kazi hichi au sehemu hii kwa miaka yote. Ukitizama umma uliokuwepo hapa, ni umma mpaka mwenyewe ukisimama unashtuka. Hivi watu naweza nikazungumza watu hao, lakini kwa kuwa Allah sisi tumewekwa, maana hatujajiweka. Waliotuweka walisema kaeni kwa baraka zao na hikma zao, ndio maana mpaka leo tuko. Neno la mwisho kwamba tumemaliza mfungo wa Ramadhani, na ulikuwa ukizungumza sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hasa kwa wajenga waumini wa Kichangani na wale wote ambao walikuwa wakiambatana na wewe. Sasa leo kuna Babu Salam Online TV, lipi la kuambia watazamaji ambao wanakutazama, hasa kushikamana na yaliyopita katika mwezi wa Ramadhani? Kwa kweli la kuambia kwanza ni kuhifadhi saumu zetu na kuzilinda saumu zetu. Mambo mawili yanatakiwa yafanyike kila mmoja katika wale wafunga mwezi wa Ramadhani. Sio Dar es Salaam peke yake, dunia nzima watu wakailinde saumu yao, wakazilinde saumu zao, ili waweze kukutana na Mwenyezi Mungu katika jambo ambalo Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ucha Mungu huwezi kupatikana kama ukulinda saumu. Kama hujailinda saumu, ucha Mungu unapatikana vipi? Wewe ulikuwa umefunga, umepata rahma, umepata maghfira, umepata itqu minan nari, alafu saumu unaenda kuivunja, hujailinda, maana yake tayari wewe umefeli. Hata mwakani ikija tena kwako itapita tu, lakini haina faida na wewe na haitokusaidia. Ili saumu itusaidie ni kwenda kuzilinda saumu zetu na kwenda kuzihifadhi saumu zetu, na sisi wenyewe kujiambia nafsi zetu. Niunga maneno aliyosema ndugu yangu Muhammad Ndoro kwamba tujilinde, nafsi yangu mimi niilinde na niambie na nafsi ya mwenzangu naye vile vile ailinde, ili tuweze kufika kwa mkono, kama alivyosema aliyadu biliyadu ila aljanna, ni mkono kwa mkono mpaka peponi, kwa sababu tulindane sisi wenyewe kwa wenyewe. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema tuko katika ardhi hii ya Kichangani, na hapa tukiwa katika msikiti huu mashallah, ambako leo tumepata mambo mazuri sana, na hasa kutoka moja viongozi ambao wako hapa, na ni moja katika wasaidizi wa shekhe wa mkoa chuma hichi ambacho kinafanya kazi kubwa sana katika jiji hili la Dar es Salaam. Niweze kuhitimisha kwa ndugu yetu tunaye hapa Fadhilatu Shekhe Alhaji. Huyu bwana Mungu kampa taufiki, mwaka jana kaenda haji. Awani mwaka huu mwaka jana. Naam. Mmemtangulia. Wewe sasa kwenda haji sio? Mimi nimeenda mwaka 2010. Nilikuwa bado kijana kabisa. Sasa hizi kidogo mvi zinaonekana. Nilienda kipande kijana kabisa kipindi hicho. Bwana, tueleze walau mawili matatu, hasa yeye ni nani na ni mzaliwa wapi, lakini pili lile ambalo atakayeonelea kulizungumza nasi basi tuweze kupata baraka zake. Tafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Saidi Idi Ndusa, ni mzawa wa Kondoa, kijiji cha Kingale, kitongoji cha Ng'ombe. Alhamdulillah, mwandishi wetu Sheikh Ramadhani ni sahiba wangu sana. Mimi niseme maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama yaanze kwangu mimi mwenyewe na ndugu zangu ambao watakaofuatilia Babu Salam.
Moja ya maneno mengi aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni haya aliposema, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi. Uzuri wa Uislamu wa mtu, kwa sababu Uislamu ndiyo tiketi pekee ambayo tutaraji itatupeleka salama kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ndio dini ya maumbile ambayo sisi tumeombewa kwayo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mtu anatakiwa aishi katika Uislamu wake kwa mujibu wa maelekezo haya ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ni kuacha jambo ambalo halimsaidii yeye. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha jambo ambalo halina faida kwake. Kwa hiyo hakuna Uislamu unachokitaka kwa Muislamu ni kufanya jambo ambalo lina maslahi kwake, asifanye jambo ambalo kwake halina maslahi, kwa sababu sisi tuko katika darul fana, tuko katika nyumba hii ya kuisha, kesho na kesho kutwa itamalizika. Tutaraji kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tutakwenda kuhesabiwa kwa mujibu wa namna tulivyoishi katika hii dunia, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine kuonyesha hali na ugumu wa siku hiyo itakavyokuwa, aliposema lan tazula qadama abdi hata yus'ala an arba khisali. Nyayo za mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku hiyo ya kiyama hazitonyanyuka pale au hazitosogea pale atakapokuwa amefufuliwa mpaka aulizwe mambo manne. La kwanza kabisa anasema anshababihi fima abila, ataulizwa mtu kutokana na ujana wake ameuchakaza akiwa anafanya nini. Kwa hiyo min husni islamil mar'i tarku mala yani, kwa hiyo mtu asiuchakaze ujana wake, asiufanyie fujari ujana wake katika mambo ambayo kwake hayamsaidii chochote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini la pili, wa ana umri fima afna, mtu ataulizwa kutokana na umri wake ameumalizia wapi, alikuwa akifanya nini, akicheza kamari, akiwa katika ulevi, akiwa katika nini. Kwa hiyo lazima mtu ajichuje sasa hivi, ajichunguze kabla ya wakati huo wa siku ya kiyama, kama inavyosemekana maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wengine wanasema ni maneno ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda, aliposema hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla ya kuhesabiwa. Kwa lazima mtu aishi katika Uislamu wake katika mazingira yaliyokuwa mazuri. La tatu ambalo mtu unyayo wake hautonyenyea mpaka uulizwe mambo manne. La tatu, wa ana ilmihi, ataulizwa mtu kutokana na elimu yake, na Mtume hakubainisha ni elimu gani. Hiyo ni elimu ya udaktari, hiyo ni elimu ya sayansi, hiyo ni elimu ya dini. Almuhimu kwamba ni elimu, kwamba lazima atakwenda kuulizwa namna alivyoufanyia kazi elimu yake, taaluma yake ameifanyia kazi gani, kwa namna gani, katika mazingira yapi yanamridhisha Mwenyezi Mungu ama hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na la mwisho, wa amalihi, mtu atakwenda kuulizwa kuhusu mali yake, fi maktasaba wa min anfaqa, kwamba mali yake ameichuma wapi na ameitumiaje, mapato na matumizi. Lazima mtu aende akaulizwe. Kwa hiyo min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani, katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha mambo ambayo hayana msingi kwake katika maisha yake. Kila mmoja usia na wahusia ndugu zangu wanaofuatilia Babu Salami pamoja na mimi mwenyewe, tujichuje katika maisha yetu, tufanye mambo ambayo yatatusaidia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukran. Ahlan wa sahlan wa marhaban wote ambao wanafuatilia Babu Salam Online TV, na hasa tuweze kutoa shukrani za dhati tukiwa katika ardhi hii ya Dar es Salaam. Ni maneno mazuri ambayo yamewasili hapa katika vinywa vya jamaa zangu, rafiki zangu, mashekhe zangu ambao kwa kweli wametukumbusha mambo muhimu sana, ama sio? Naamini kwamba tutafanya kazi na tunaendelea kuyaenzi katika maisha yetu yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamuru kuyafanyia kazi. Niwashukuru wote ambao walikuwa wanafuatilia Babu Salam Online TV. Nilikuwa nami ndugu yako Ustadh Ramadhan bin Chuma bin Hussein wa Babu Salam Online TV, wa ila liqa.